wao sikukuu ya mikate isiyochachwa, isiyotiwa chachu. Kwa hiyo ikipita Pasaka, kuna kipindi kilipita cha mavuno ya ngano. Kwa hiyo sikukuu hii waliadhimisha kama sikukuu ya mavuno au sikukuu ya malimbuko au sikukuu ya majuma. Na kila mmoja aliwajibika kutoa angalau mikate isiyopungua 2 inayolingana na mlo ambao alikuwa anautumia kwa siku. Kwa hiyo walileta sadaka hizo kwa shukrani kwa Mungu ambaye amewasaidia kufika mahali wamepanda na sasa wanavuna. Amen. Jamani, amina. Amen. Na baada ya sikukuu hiyo ulipita wakati fulani hivi, ulifika wakati wa kiangazi, wakati wa joto kali, ambapo pia walivuna tini, tembe pamoja na mizabibu. Kwa hiyo kulikuwa na siku ambayo walikuwa wanaifanya tena kama siku ya upatanisho, na hapo walitoa sadaka pia za divai na kinywaji kama sehemu ya kumwadhimisha Mungu. Lakini kadri muda ulivyokuwa unaenda, walipata tena, baada ya kufanya hiyo sikukuu, zilipita kama siku 3 hapo mpaka siku 5, walifanya sikukuu ya vibanda. Na hizo ni sikukuu 3 ambazo Musa alikuwa ameagizwa Mungu aweze kuzifanya. Lakini baada ya Musa kutoka na safari ikaendelea, zilipatikana pia sikukuu 2 ambazo moja ilifanyika huko Shushani Ngomeni kipindi cha utawala wa Ajemi, wakati Hamani anakusudia kuliharibu taifa na kuwafuta Wayahudi. Ilizaliwa sikukuu nyingine ya kutabaruku. Amina. Ilizaliwa sikukuu ya Purim, sio samaiso kutabaruku, Purim. Na hiyo walifanya kumshukuru Mungu aliyewaokoa kutoka ndani ya mikono ya Hamani. Na baada ya hapo pia waliporejea, ilizuka tena au ilipatikana sikukuu nyingine iliyojulikana sasa sikukuu ya kutabaruku. Hii ilifanyika baada ya kuwa mfalme Antioko wa 4 Epifani kuingiza uvamizi wa kijeshi kuifuta dini ya Kiyahudi. Ilitokea wazalendo wakapambana na kupinga hali hiyo. Baada ya miaka 3 ya vita vikali, walipata ushindi wa uhuru wa kidini. Kwa hiyo wakawa wamefanya sikukuu hii kwa ajili ya kulitakasa hekalu, na ikawa ni sikukuu iliyokuwa inaendelea. Nilielezea pia sababu za hizo sikukuu kwa kina siku ya Jumatano iliyopita. Mambo ni mengi ambayo tuyapitia, nikisema nirejee kwa ufupi tutachelea kufika mahali fulani. Jana tuliendelea kwa wazo la aina 2 ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Na tukasema aina ya kwanza ni kazi zinazofananishwa na vitu vya kawaida kutokana na hali, tabia na kazi ya kiutendaji ya Roho Mtakatifu. Na jambo la pili nikasema ni kazi zake za kipekee za kiutendaji ambazo sasa hazifananishwi na vitu vya kawaida. Na tulianza kuiangalia kazi ya kwanza au namna ya kwanza ya kazi zinazofananishwa na vitu vya kiutendaji. Na mimi nikasema kwamba tunachukua kitu na jaribu kuangalia vitu ambavyo vinafanyika na hicho kitu, halafu tunamleta Roho Mtakatifu ndani ya hivyo vitu, tunamuona namna ambavyo anafiti katika maeneo hayo. Na jambo la kwanza ambalo tulijifunza kwa habari ya maji. Wale ambao tunakumbuka jana, tuliangalia kwa habari ya maji kwamba Roho Mtakatifu anafananishwa na maji. Tukasoma na maandiko, na yale maandiko yakaonyesha namna ambavyo Yesu anamfananisha Roho Mtakatifu na maji. Tusome ile andiko la Yohana sura ya 7, lenyewe tulisome kwa sababu tulisoma na mengine tuliyosoma, lakini tulisome tena. Injili ya Yohana sura ya 7 mstari ule wa 37 hadi mstari wa 39. Injili ya Yohana sura ya 7 mstari ule wa 37 hadi 39. Rafiki umekuja leo, naomba unisome wewe mwepesi soma sasa. Yohana 7 mstari wa 37 hadi 39.
neno la Mungu linasema, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. 38 Aniaminie mimi, kama vile maandiko yanavyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Amen. Amen. Tunamwona Yesu akizungumza maneno haya. Ilikuwa ni siku kubwa ya sikukuu. Na ukisoma kule kwenye 7 Mwanzo inaonekana kwamba ilikuwa ni sikukuu ya vibanda. Sasa Yesu amekwea, ameenda Yerusalemu. Siku ile ya mwisho ya hitimisho, kama ambavyo tutahitimisha Jumapili kilele cha sikukuu ya Pentekoste au kilele cha semina ya Pentekoste, Yesu akawa ameingia ndani ya hekalu. Wakati ibada zinaendelea, akasimama katikati akaeleza maneno haya kwamba mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Jamani, Yesu asifiwe sana. Amen. Aje. Na anasema anywaye maji hayo ndani yake itatokea mito ya baraka au chemichemi ya baraka. Na mwandishi anatueleza vizuri kwamba maji hayo au maelezo hayo alikuwa anayezungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu ambaye alikuwa hajaja. Na tukirejea kwenye kitabu cha Yohana sura 16 tuliposoma pale kwenye somo la andiko, nasema Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba inanipasa mimi niondoke, yawafaa nini mimi niondoke ili aweze kuja huyo msaidizi. Na hapa Yesu hajaondoka. Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa hajatukuzwa, kwa hiyo Roho Mtakatifu asingepata nafasi ya kuja, lakini anamtambulisha kwa namna ambavyo huyu Roho Mtakatifu atakavyowafanya watu ndani ya mioyo yao. Ndani ya mioyo yao ichipushwa mito ya maji ya baraka. Na jana mimi nilisema hivi, mtu ambaye ana Roho Mtakatifu ndani yake kiukweli wala hasukumwi kufanya kazi za Mungu. Hasukumwi. Roho Mtakatifu mwenyewe anamsukuma kufanya. Amen. Wapendwa, amen. Ukiona mtu anasukumwa, watu wanamlembe, watu mpapase, watu mpake mafuta kwenye himize, basi ujue huyo mtu ndani yake amekaukiwa. Lakini mtu ambaye ndani yake mna Roho Mtakatifu moja kwa moja, mna msukumo ambao unamfanya yeye mwenyewe awajibike hata pasipo kusukumwa wala kuelekezwa. Amen. Mimi nakumbuka kipindi fulani miaka ya nyuma nilipokuwa nimeanza kujiunga kwaya, nilikuwa na moto wa kwaya. Yaani kama ingelikuwa kuna uwezekano kwamba wanatoaga tuzo za wahudhuriaji bora kwa mwaka, ningeshika namba. Nikishindwa kufika naumwa. Tena sio kichwa. Yaani naumwa kabisa. Ugonjwa wenyewe mkuu. Kwa sababu ndani yake kulikuwa na moyo, na siku ambayo Jumapili sikufia sababu naimba. Nauma, nikaona wanaimba. Moyo wangu unauma kwamba na mimi ningekuwa sehemu ya hao watu kuhudumia kanisa la Bwana. Amen. Amen. Wewe mpaka kwenye mvua kwa tunaenda. Na vijijini huko hakuna mwamvuli. Mvua inanyesha, unachukua nguo za kuvaa, unatia kwenye mfuko wa rambo za kuvaa kwa yana. Halafu unatembea na mvua, umezificha. Yaani unaloa, halafu ni msafara wa muda mrefu karibu dakika 30 kutoka kanisa kwa nyumbani kwenda kanisani. Unakubali kufika kanisani uko chaka. Ile umeenda na nguo za akiba. Makusudi usiache kuimba Jumapili. Unaelewa kazi? Sasa nikaenda Shinyanga. Christmas moja mvua ikanyesha. Ibada kwanza saa 4.
Iliyofika saa 4 kasoro ikakata. Hadi ilivyokata tukapata nafasi kuendelea na ibada. Watu hawakuja kanisani kabisa. Wengi sana hawajaja. Halafu mchungaji anaanza kuwapigia simu, niko pamoja naye. Sijakuona kama hivi mchungaji, hujaona mvua? Mvua imekata. Karibia dakika 15 za kuanza nini? Ibada. Lakini imeonekana kwa sababu. Kwa tuliona kwamba Roho Mtakatifu ni wa muhimu kwenye maisha yetu. Tukaona kazi ya maji, tukasema kazi ya kwanza ya maji ni kuondoa kiu. Na tukasema Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu anaondoa kiu ya dhambi. Ndoa kiu ya dhambi, anatupa neema ya kuzishinda dhambi na tunaweza kusonga mbele. Na kazi ya pili wasema Roho Mtakatifu, kazi ya pili ya maji kwamba ni kusafisha au kusukuma takataka. Kusafisha, kuondoa uchafu au kusukuma takataka. Nasema Roho Mtakatifu pia ana kazi ya kuendelea kututakasa na kutusafisha. Nikajitolea mfano mwenyewe mazingira maisha niliyoyaishi huko nyuma kabla sijaokoka, na namna ambavyo Yesu Roho Mtakatifu baada ya kuokoka alitengeneza na kunipa uzima. Kazi ya tatu ambayo naanza nayo leo sasa ni kuleta uhai. Kazi ya tatu ya maji ni kuleta uhai. Na kama ni kuleta maji ni uhai, na kweli ndivyo hivyo. Ikitokea mtu akapata shida na changamoto ya ukosefu wa maji, anapokwenda hospitalini jambo la kwanza ni kuwekwa drip ya maji. Tena sio kidogo, inategemea na kiwango cha maji alichonacho mtu huyo. Na Roho Mtakatifu ndiye anayetupa uhai wa maisha yetu ya kiroho. Ndugu zangu, Roho Mtakatifu ndiye anayetujengea uhai wa maisha yetu ya kiroho. Hakuna uwezekano wa mtu kuwa na uhai wa maisha ya kiroho kama hana Roho Mtakatifu ndani yake. Ukiona mtu anatembea katika uhai na uzima ambao ndani yake mna ubora, basi kuna Roho Mtakatifu ndani yake ambaye anasukuma uhai huo wa mtu huo ili kuendelea kusurvive katika maisha ambayo anaishi haya. Amen. Wapendwa, amen. Kama Roho Mtakatifu yuko ndani ya Mkristo, kama Roho Mtakatifu yuko ndani ya kanisa, kanisa hilo linahesabika kama lililokufa. Mkristo huyo anaonekana kuwa ni Mkristo aliyekufa kiroho tayari, maana ndani yake hakuna uhai ambao unamfanya aweze kuwa connected pamoja na Mungu wake, ili kuonyesha kwamba utakasa aliyoupata au uungu ndani yake upo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anatuongezea uhai wa kiroho kiasi ya kwamba tunaweza kutembea hata katika mambo magumu, hata katika changamoto, kwamba anaweza kutusaidia kuzivuka, maana sisi tuko hai. Mtu akishakuwa hai akawa na nguvu na afya ya kutosha, mahali popote na eneo lolote anaweza kaenda na kufika pasipokuwa na shida. Amen. 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 Uhai. Roho Mtakatifu kwa ajili ya kulipa kanisa uhai. Kanisa likiwa hai, watu wanamsifu Mungu kwa kujituma na kujitoa na kwa kupenda, maana wako hai. Nenda kanisa sio hai. Kuimba mpaka watu pesa sema jamani, sasa mnajua huyu watu wa kusifu. Kwa hiyo tusifu kama utasifu tena. Watu walio hai hakuna namna ya kubembeleza, wanafahamu kwamba huo ni wajibu wao kwa Mungu. Kwa hiyo watu wapenzi wahamasishe, wasihamasishe, bado anaweza watu wakamsifu Mungu kwa sababu ni wajibu wao. Amina. Jamani, amina. Amina. Wapendwa, amina. Amina. Kitungeza kwa na sababu ya muda. Twende. Jambo la pili ambalo linamwakisha Roho Mtakatifu katika vitu vinavyofanana ni mafuta. Sema mafuta. Roho Mtakatifu pia anafananishwa na mafuta. Mafuta kulingana na tabia na hali ya kazi zake za kiutendaji, anafananishwa na mafuta. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 20. Waraka wa kwanza Yohana
sura ya 20. Roho Mtakatifu anafananishwa pia na mafuta. Waraka wa kwanza Yohana sura 2 mstari ule wa 20 na mstari wa 27. Neno la Mungu linasema, nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnayajua yote. Luka sura mstari wa 27. 27 neno la Mungu linasema, nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yake yatakavyowafundishwa. Wafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha kaeni ndani yake. Haya mafuta ambayo mwandishi anajaribu kuzungumza hapa, mtume Yohana alikuwa anazungumza kwa habari ya Mtakatifu, kwamba hayo mafuta ambayo mmepewa yanakaa ndani yenu. Na ulimwengu wa sasa kuna mfumuko sana wa watu kupewa mafuta ya mzeituni, mengine ya nini, wanajua wanapatoa. Haya mafuta ambayo mwandishi anayazungumza kwamba mtapewa, tunayaona ndani yake kama yana nafsi, kama yana nafsi. Maana kwenye mstari wa 27 anaonyesha kwamba hayo mafuta yanawafundisha. Jamani, Yesu asifiwe. Wapendwa, Yesu asifiwe. Yanawafundisha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anafananishwa na mafuta. Luka 4 mstari wa 18. Luka 4 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Amen. Sawa, Matendo ya Mitume 10:38. Neno la Mungu linasema, semaje? Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Amen. Amina. Amina. Wakorintho wa pili sura ya 21. Wakorintho wa pili sura ya 21. Neno linasema, basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. Amen. Amina. Amen. Wapendwa, Yesu asifiwe sana. Tunaona Roho Mtakatifu anafananishwa na mafuta. Hapa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume amesema vizuri. Hiyo Matendo ya Mitume 10 amejaribu kueleza vizuri mtumishi wa Mungu Petro wakati anazungumza kwenye nyumba ya Kornelio. Amemzungumza Roho Mtakatifu katika namna nzuri ukilinganisha na kile ambacho nakizungumza. Kwenye Matendo ya Mitume 10 mstari wa 38 imeandikwa hivi: habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuwaponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Na jana nilisema kwamba huduma ya Yesu ilikuwa imejawa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaona
tunapozungumza habari ya mafuta, tukijaribu kuyaleta katika maeneo ya kawaida, ukiona gari linaendeshwa, kuna mafuta yanalainisha mitambo ya gari, kwa inafanya gari liweze kuondoka, na gari hilo likikosa mafuta haliwezi kuondoka. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kuainisha magumu tunayopitia yawe mepesi. Roho Mtakatifu kama mafuta yupo kwa ajili ya kuainisha magumu ambayo tunayapitia na kuyafanya kuwa mepesi. Ndugu yangu, kuna watu wanapitia mambo, akikusimulia, akikuhadithia, kama ulikuwa na matatizo, unajiona wewe una matatizo. Lakini bado mtu anakuambia na muamini Mungu, humo ndani mna Roho Mtakatifu ambaye anarainisha ile mizigo ambayo inaonekana ni migumu. Huyu mtu aione kwamba bado inawezekana, kwa sababu mtu akishakuwa kwenye tatizo ambalo ni gumu zaidi, kama ndani yake mna Roho Mtakatifu, maisha yake ya imani yanaanza kuliwa, kusuguliwa, kunyonywa, kile kinaanza kuchukuliwa. Inafika mahali mtu anaamua maisha yenyewe imani kuacha. Dada yangu hapo ambaye ni binadamu zote na mjomba, tuone manaye kwaya, akaona umri unaenda hajaolewa, akatangaza, akasema mimi sasa hivi yeyote atakayekuja mbele yangu ni halali yangu. Yaani awe mlevi, au ameokoka, au hajaokoka, halali. Na kweli akatoka kijijini akaja Dar es Salaam, ndani ya muda mfupi sana mimba. Alitangaza. Kwa hiyo humu ndani yake hakuna mafuta. Ai. Kwa kazi ya kwanza ya mafuta ni kulisha mitambo. Na Roho Mtakatifu yuko tayari kwa kama mafuta ananailisha mizigo. Haikuwa rahisi. Unajua tukisema Yesu alisulubiwa kwa maneno ni jambo la kawaida. Lakini ukijaribu kuangalia mazingira kusulubiwa kwake, hata kama hukuwepo, unaweza kupata picha kwamba haikuwa rahisi. Kitendo cha kufika, Yesu anasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Ndugu yangu, ilikuwa sio, lakini Roho Mtakatifu ndani yake anamwambia, yasiwe mapenzi yangu ila mapenzi yako. Haikuwa rahisi. Maana adhabu aliyoipata ilikuwa ni adhabu kubwa, ambao walitakiwa waipate wahalifu ambao ni wahaini wanaoipinga serikali. Ndio walipata adhabu ya namna hiyo. Yesu alikuja naye. Roho Mtakatifu anamuonyesha msalaba kama ni kilele cha ulimwengu kuokolewa. Kwa hiyo anakuwepo kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba anahakikisha mazingira na kazi zino. Maana mwandishi hapo tunasoma kwamba Roho Mtakatifu alimtia Yesu mafuta na nguvu kiasi ya kwamba alikuwa na uwezo wa kwenda huko na kule na huku na kule kwa ajili ya huduma na kuhubiri Injili. Maana kama asingekuwa mafuta hayo, kama asingekuwa Roho Mtakatifu kumpaka mafuta hayo, kuna uwezekano hali ya kawaida ya kibinadamu ingemfanya akashindwa kuwajibika katika maeneo mengine. Lakini Roho Mtakatifu, jamani, mpende Roho Mtakatifu, hata katika mambo magumu ana uwezo wa kuiunda furaha. Unaona mtu anacheka, lakini mambo anayopitia ni mazito mno. Lakini mtu huyu sawa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anamwambia, mwanangu, tulia, nitakusaidia. Amen. Nini? Analainisha ile majaribu na ule mzigo unaonekana rahisi sana. Kwa naongea na mama mmoja pia kasema tukamwombea, nikamwambia, akaniambia, mchungaji, Mungu amenifanyia vitu vya ajabu. Yaani nitakuja kushuhudia. Kaniambia, mimi ilikuwa ikifika usiku natamani mchana uendelee. Kwa sababu kila jioni
moto unaanzia hapa, unashuka unakuja hapa, unakuja chapu lote usiku kucha, siku kucha. Na anakwambia kuna mainzi humo ndani, ni kama kuna mzoga ambao umefia humo. Anakwambia kianza kuniuma, inafikia tu akili na bugia kama kichaa. Ukiniuliza hivi kujibulile. Sasa ukimwona anatembea, unaweza kufikiri yuko hajakonda moja fanyaje, lakini ndani yake ana mzigo mzito. Sasa anasema wewe mautia moyo. Jipe moyo, Mungu atakusaidia. Siku moja mchungaji alisema, mwaka huu Mungu atawatetea. Nikasema nitaona atatunitetea. Nilikuwa katika hali mbaya. Hali mbaya. Mbaya sana. Sasa tukisema kushuhudia, nimemwona Mungu. Mimi natamani Mungu nimuone, lakini ni ngumu. Ila moyo unanipa kwamba usikate tamaa, bado wakati wako unakuja. Jamani, Yesu asifiwe. Wakati wako unakuja. Hali mbaya. Ushakuona mtu anahama kula kwa mke wake, anaenda kula kwa jirani. Mimi nilitokea. Na wala sina ugomvi na mke wangu. Ila alikuwa amechangia biashara na mtu mwingine. Ndio tulikuwa wanaanza msingi. Afu mtu mwingine akaendelea vikwazo. Ninyi mnakula wawili, mimi nakula mmoja. Kwa hiyo namna gani mwe mnaongeza hela ya mtu mwingine? Kipindi hicho sina kazi wala sina, ndio kipindi natamani Mungu nitokee. Nikaangalia nikisema tugawane, hata leo kumrudishia hamna. Nikaenda kumwadithia rafiki yangu, ananiambia, "Sawa, ndio biashara yeye. Wewe acha, utakula kuja kula huko kwangu. Wewe fikiria, unaacha mtu anapika, bali wao mnajua. Unakwenda kula kwa jirani." Lakini tukipitana, kama sina shida. Na anasema na duka. Kumbe siri nimeibeba mimi na naye aliyenihifadhi kwenye gua. Lakini namwamini Mungu, iko siku italipuka tu na Mungu atanisaidia. Na kweli ilikuja kulipuka na Mungu alinisaidia. Haya. Hela zikawa zinakuja tu. Kwa wiki na uwezo kusanya 80, 90, koma sana 50, 60. Hapo nimekosa kwa wiki. Nikasema kwa namna hii akileta na kuleta watenda nampa hela yake, ondoka. Maana kita uwezo ni. Jamani, Yesu asifiwe. Kazi ya pili ya maji. Kazi ya pili ya mafuta ya maji tena ni kuleta ladha. Kuleta ladha ya chakula. Kuleta ladha ya chakula. Hiyo ni kazi ya pili ya maji. Mafuta yanapomiminiwa kwenye chakula, kile chakula kinakuwa na ladha. Kuna namna inachangia ladha ya chakula. Jamani, Roho Mtakatifu ndiye anayepika chakula cha kiroho. Sema amen. Amen. Ukisikia ujumbe unahubiriwa na watu wanapokea, Roho Mtakatifu ameupata ujumbe huo wa mafuta, ya kwamba unakwenda kama ladha kwa wasikilizaji, na Mungu anawapa neema ya kupokea, na Mungu anawapa neema ya kushika, kwa sababu tayari umepokwa mafuta. Lakini kama Roho Mtakatifu yupo, mhubiri aruke, afanyeje, kimbia aende huku na kule, watu wanamuona kama kituko tu. Ndio. Jamani, Yesu asifiwe. Wanamuona kama kituko tu, lakini kama Roho Mtakatifu ameupaka mafuta, hata kihubiri hapa bila kwenda mahali popote, watu wanapokea tu. Maana tayari umepokwa mafuta na Roho Mtakatifu. Wewe unapokwenda unatembea katika nguvu ile mpaka ndani ya mioyo ya watu, na watu wanajisikia furaha na amani, wasema hakika leo tumemwona Mungu, maana tayari Roho Mtakatifu ameupaka ujumbe mafuta. Amina. Amen. Amen. Wajinsi wenzangu, tunapohubiri madhabahu tunaimaliza, Bwana anamsaidia. Bwana ndio movement zote nazozifanya. Kama ndugu yangu hana mafuta, Ni bure tu. tutamwambia kweli, kama ni movement Ndio. ameziona, lakini sisi hata hicho kifanya mimi
Kwa sababu umemwelewa wewe. Umemwelewa mhubiri? Mimi nimeona tembea. Kwa nini ujumbe aliyokuwa na hubiri haukuwa na mafuta? Amina. Amen. Amen. Jamani, Roho Mtakatifu ni mzuri. Wanapoya kama mnataka nyimbo zetu ziweze kuwagusa watu. Roho Mtakatifu asipake mafuta. Kipindi kimoja nilikuwa mwalimu wa kwaya Shinyanga, sikuma wenzangu. Nikasema hivi, jamani, tunataka tumuone Mungu kwenye ibada ya kesho. Unajua, vikundi vikishajikita kwenye kumtafuta Mungu vinasaidia kanisa kuona uwepo wa Mungu sana. Ndio. Sasa nikatangaza maombi ya kufunga masaa 24. Watu wakasema tutaweza. Kwa sababu miongoni mwao wengine walikuwa hawajawahi kufunga masaa hayo, wanaona kama ni mzigo mzito. Nikasema tutaweza. Alafu nikasema tutakuja, tutashinda, tutaomba, jioni tutaandaa, tukishamaliza kuandaa, ilikuwa Jumamosi au Jumapili. Tukishamaliza kuandaa, tutaruhusu wamama wataenda nyumbani, wanaume tutabaki kufanya mkesha wa maombi usiku. Ili asubuhi alfajiri sana tutatawanyika kwenda kujiandaa ili saa 3 kwenye ibada. Siku hiyo tumemaliza kuimba, tumemaliza kusifu, ndio tunamshukuru Mungu mhubiri aweze kusimama. Kabla hajasimama, hatujamaliza, mapepo yameshaanza kujisalimisha. Kule linalipuka. Hayawezi tayari uwepo umeshafanyaje? Umeshazunguka eneo hilo. Operesheni ikaanza. Mchungaji pia kaniambia sasa kazi hapa kwenye maombi. Roho Mtakatifu ni mafuta ambaye anapaka ujumbe, anapaka utumishi wake. Jumbe na upaka ladha unapoondoka kwa watu wasikilizaji, wanapokea kama chakula kinachowafaa, na mioyo yao inajengwa, na mioyo yao inainuliwa, na mioyo yao inapata burudiko. Lakini jambo la tatu la mafuta hung'arisha. Mafuta hung'arisha. Sisi ni mashahidi ya kwamba kila wakati tunapotoka eneo kwenda eneo baada ya kuoga lazima tupake nini? Mafuta. Na kama mtu hajapaka mafuta unakuta amepauka. Hata anaweza kujishtukia mwenyewe. Na hasa bahati mbaya aoge maji ambayo yana chumvi. Ndio kabisa alikuwa mweusi kama mimi, anaanza kuwa mweupe. Sababu wanasema kwamba duniani ukiita watu weusi na mimi natokea. Yaani mimi weusi wangu ni kama watu wa wapi? Wana weusi sana. Wapi hapa? Wa Kenya. Watu wa Kenya nani? Na wa Kenya wanajitahidi. Hapo wapi hapo? Sidani. Kuna kanchi ambako kuna mgogoro na Misri kupitia maji ya Nile. Ambapo wamekuwa watu kama tunasema wamelaji haramu wanakimbia Afrika Kusini. Nisaidieni basi. Ethiopia. Wewe Ethiopia ni weusi. Lakini tukigawa mafuta, weusi tunafanyaje? Hata mtu mweupe asipopaka mafuta, wewe wako unaweza kukusikia uhalisia. Kwa hiyo mafuta na kazi ya kung'arisha. Na sisi tukiwa na Roho Mtakatifu anatung'arisha. Ukimsikia mtu anakuambia kwa Yesu mtu azeeki, kuna namna ambavyo ujana wake ni kama umechelewa kwenda mbali bila Roho Mtakatifu, bado anafanya kwa vijana kwa namna nyingine. Na unaweza kushangaa miaka ya mtu anayelingana akiwa na Kristo na miaka anayelingana na mnywa pombe, wakiweka pamoja, unajua kabisa kwamba huyu hii miaka imefanyaje? Imepishana, kwa sababu aliye na Roho Mtakatifu anajitunza, anathamini maisha yake. Mlevi na mnywa pombe anaenda shagara baga, hata kunyoa hajui.
na inamfanya kuanza kuchoka mapema, wakati aliye na Roho Mtakatifu anaendelea kung'ara. Jamani, tukiwa na Roho Mtakatifu maisha yetu yakiroa na ng'ara kiasi ya kwamba ni kama vile ile dhahabu ambayo imepita kwenye moto. Mungu anapotazama ndani yetu anauona moyo wa Kristo umeng'ara, unawaka. Hata shetani akiangalia mtu huyo anang'ara. Amen. 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 Nyaka watu kaiba. Aliye ndani ya Yesu ana raha, ana raha. Huyu anasema ana raha na yuko ndani ya Yesu. Hajui jioni atakula nini? Ndio. Hajui? Jioni atakula nini? Lakini ndani yake ana Roho Mtakatifu ambaye anamtia tumaini ya kwamba vyovyote atakavyokuwa Mungu anajua. Anakwenda aliye ndani ya Yesu ana raha, raha juu na kwa hii. Haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatufanya tung'are. Fanya tung'are. Hata tukitembea ni kama tuna hela nyingi, kumbe hatuna hela. Watu wanafikiri amepiga suti, amepiga koti, tunafikiri ndugu yangu ana mihela, kimwambia nipe 1000 kwa bei 2000 bwana, si maana mpate kwa nini? Lakini ameng'ara, na watu wakimtazama wanaona kabisa huyu mtu maisha yake asiyo ya kawaida, yani anajitosheleza. Amen. Amen. Sasa shaka kwambia ise. Nikopesha hata ni unjue sijui nyumbani itatokea chakula. Lakini ukimwangalia bado tuna. Sasa ambaye hana Yesu. Akili inamruka. Kuna baba mmoja alimuita zinayeyuka. Alijiita mwenyewe. Akiona haelewi usiku mtoto anakulaje anambia ise, unajua yani akili yangu wapi imeyeyuka. Imeyeyuka nini nisikio mtoto anakulaje? Yani akili haipo wazi imeyeyuka. Na watu walio wazungu akamta jina sasa zinayeyuka. Na mwambie wewe zinayeyuka na kubali kabisa zinayeyuka na yeye yuko. Lakini walioko ndani ya Kristo hawatembei wakiwa na majuto, wala hawasambazi shida zao kwa kila mtu. Roho Mtakatifu anawapa kung'ara. Amenifanya ning'are, umenifanya ning'are, Yesu wewe. Uwe na Roho Mtakatifu ung'are kwa jina la Yesu. Amen. Ili watu wanapokwenda wasizione shida. Amina. Sisi tuna Mungu ndani. Na sisi pia tunaona shauri ya Kristo na tatizo. Mwambie Kristo mwenzako. Sema tu sasa hivi ni kama upendo wengi umeanza kufanya. Upoa. Unamshirikisha mtu tatizo lako, baada ya kukusaidia nenda kukusema. Unakisa umejaliwa hivyo. Fulani ana hali mbaya. Amekwambia ndugu yangu sielewi mambo yamekaaje. Nisaidie hata basi ushauri na maombi. Tunashauriwa. Baada ya kwenda kuombewa anakuwa na mwili wako. Unajua fulani ametamua kunywa chanja kabisa kwa hali yake ni mbaya. Iko na hali mbaya sana. Akienda kwa huyu jamani tumwombee fulani ana hali mbaya. Amenituma nimtangaze. Amenishirikisha kutafuta msaada wa kimawazo. Namna gani apite. Lakini Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu tunasaidiana kimya kwa Kimya. Mimi niwaambia washirika, ukinunulia kitu ukatangaza na kurudishia kitu chako. Ndio. Na Mungu ashughulikie hata nimeona na mshirika. Angesema ukiona mchungaji amevaa kiatu cha hivi cha kwangu. Nisharudisha simu. Sio kiatu chako hivi kwa ongea. Ndio. Ila nashukuru Mungu. Amina, amina. Wanaotoa wana tabia hii. Amina. Jamani Yesu asifiwe. Amina.